Watu wangu wapenzi, wapendwa wa Trans Nzoia, huyu ni gavana wenu George Natembeya. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwatakieni mwaka mpya wa 2026 wenye baraka teletele na mafanikio. Mwenyezi Mungu amekuwa mkarimu kwetu huu mwaka wa 2025, ingawa umekuwa mwaka wa matatizo mengi. Watu wetu wamepitia kwa masaibu makubwa sana. Hali ya maisha imekuwa ni ngumu, lakini licha ya hayo yote lazima tumregeshe Mwenyezi Mungu shukrani kwa kutupatia afya njema na kutupatia uhai mpaka wakati huu. Niko na hakika kwamba huu mwaka ambao unaanza usiku wa manane leo utakuwa mwaka mzuri, utakuwa mwaka bora, utakuwa mwaka wa mafanikio. Ningependa tu kuambia na kuwashukuru tena wakazi wa Trans Nzoia kwa ile nafasi mlinipatia mimi kuwa gavana wenu. Nimejitahidi iwezekanavyo kuhakikisha kwamba tunatoka kwa ile shimo ambalo wale jamaa wa Ford Kenya walikuwa wametuweka ndani. Tumetoka ndani, tunapigania heshima ya watu wetu na pia tunapigania haki ya kila Mkenya. Haya mambo hayaji tu kwa urahisi, yanakuja at great risk hata kwa maisha yetu sisi wengine wetu, lakini tumesema kwamba kwa Wakenya kupata haki yao na kuishi maisha ambayo ni ya haki, maisha ya heshima, lazima wengine wetu tutolee mhanga. Kwa hivyo mimi ile nafasi mlinipatia kama gavana wenu, kila saa, kila dakika, kila sekunde, mimi nimejitolea kikamilifu kuhakikisha kwamba nawafanyia kazi. Na ndiposa tumefanya miradi mingi katika kaunti yetu. Kuna amani katika kaunti yetu. Watu wetu wako Moi United, licha na chama chache tu ambao wanaleta kidogo maneno kidogo, lakini sisi tunaendelea kujenga kaunti ambayo iko na umoja na kaunti ambayo inajua ni mahali gani inaenda. Wale ambao wanaleta siasa zao kutoka sehemu zingine za taifa la Kenya, tunaambia tafadhali focus kwenye kule kaunti zenu, maana kule pia kuna watu ambao wanaumia watakana kushughulikiwa. Kwa siasa ya kitaifa, sisi lazima tuendelee comment, lazima kuendelea kuongea, kwa sababu ile masuala ambayo yanafanyika katika ngazi ya kitaifa pia inaathiri maisha ambayo tunaishi katika counties. Naomba Wakenya wote wajue kwamba hii haki ya kuongea na kutoa maoni na kujiexpress ni haki ambayo watangulizi wetu wale mwaka damu kuhakikisha kwamba tuko nayo. Wale wengine ambao hata hawakuwa na haja kupigania katiba, walipinga katiba mpya, hao sasa ndio wamepewa jukumu la kutekeleza katiba. Wakenya wenzangu, hao watu watekeleza hiyo katiba. Katiba yetu ni nzuri, lakini nataka wale watu ambao wanaamini kwenye katiba. Sisi kwa upande wa upinzani tuko united. Rigathi Gachagua, Martha Karua, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, sisi wote tuko pamoja. Kile kitu ambacho kinatulazimisha sisi kukuwa na umoja ni yale matatizo ambayo Wakenya wanapitia, na ile belief, imani ya kwamba sisi wote tukikuwa pamoja tutapata serikali ambayo inafaa Wakenya mwaka wa 2027. Watu wetu, wazungu husema the darkest hour is before dawn. Our darkest hour is now. Our dawn is nigh. Watu wasipoteze matumaini. Wala ambao wanaishi maisha mazuri, mnaona wanapiga kelele, wanatusi watu, wasema watu wana akili, wanasema sisi wote lazima tuingie kwa serikali. Hata kama hatuamini katika sera za hiyo serikali, wanataka tuingie pale kwa lazima. Sisi wengine tumekataa, kwa sababu tunajua kwamba mahitaji na maslahi ya Wakenya inatulazimu sisi tukuwe na opinion badala, ili taifa la Kenya liendelee lipige hatua ile kubwa kuhakikisha kwamba hata wale ambao wanaishi maisha ya chini kabisa wapate nafasi ya kujiinua. Na mimi niko na hakika kwamba yale mambo ambayo yatafanyika mwaka wa 2027, msingi wake tunaiweka huu mwaka ambao unaanza usiku wa manane leo. Nawatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awapatie afya, awapatie uhai, awapatie hekima, awapatie fikra, na awapatie ile maono ya kujua kwamba Mungu ametupatia nafasi kuchagua viongozi. Wakati tunachagua viongozi, tuchague viongozi ambao watakuja kutufaa sisi. Wakazi wa Trans Nzoia, nawapenda. I love you. Na basi malukali kabisa. Wakazi wa eneo lote la Magharibi, ndugu zangu, tushikilie kushikana, tukue pamoja, tuongea na sauti moja kama vile jamii zingine zinaongea na sauti moja, ili pia tuheshimiwe. Kwa taifa la Kenya, mimi naamini strong communities make a strong nation. Wale watu ambao wako na
akili finyu. Wala ambao wanafikiri kwamba tukisema kwamba jamii zikuwe strong, zikuwe united ukabila, ni wale watu ambao wana practice tribalism. Tribalism ni kupendelea kabila lako kwa ajira, kwa maendeleo, kwa kila kitu. Sisi hatuongea mambo ya ukabila, tunaongea mambo ya umoja wa jamii za Kenya, ambao huu umoja utaleta umoja wa taifa la Kenya ambao litakuwa stronger na dhabiti. Mwenyezi Mungu awabariki. Tuendelee kujali maslahi ya kila mtu, tupendane, maana taifa la Kenya linatuhitaji sisi wote. Kujenga taifa la Kenya ni harambee, kuondoa viongozi wabaya ni harambee. Mwenyezi Mungu awabariki sana, awajalie neema, na mwaka 2027 uwe mwaka wa mafanikio. Asanteni sana. Gavana Natembeya. Inshallah.